Mtazamaji, mambo vipi? Fresh kabisa. Karibu sana kutoka maktaba hapa Charles Beda TV. Kutoka maktaba inakupa nafasi ya kufahamu mambo kadha wa kadha. Inawezekana ni mambo ya siasa, mambo ya uchumi, mambo ya michezo, mambo ya utamaduni, sanaa na kadhalika. Sasa leo kwenye kutoka maktaba moja kwa moja nakuletea, na kama unafahamu huu ni mwezi wa pili, ndio mwezi ambao Chama cha Mapinduzi CCM kilizaliwa. Ilikuwa ni tarehe 5 Februari mwaka 1977. Yes, ni tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 1977. Leo kutoka maktaba nataka tuongee kuhusiana na historia ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi. Pengine wengi tukawa tunasherehekea tu kuzaliwa kwa CCM, lakini tusijue historia yake ilianzia wapi. Historia hii ya Chama cha Mapinduzi ni ndefu sana. Mnamo mwaka 1929 kuna chama, wakati huo ilikuwa ni serikali ya mkoloni, wakati hapa Tanganyika serikali ya mkoloni. Chama cha Tanganyika African Association. Chama hiki kilikuwa ni mahususi kabisa kwa ajili ya kudai haki za wazalendo, haki za wazawa, haki za watu weusi. Chama cha chama hiki ambacho mwenyekiti wake wa kwanza alikuwa ni mzee huyu ambaye ni marehemu James Frederick Mshana, ndio alikuwa mwenyekiti wa kwanza wa chama hiki cha na mwaka 1929. Kama alivyosema, lengo hasa la chama hiki cha ilikuwa ni kudai haki za mtu mweusi, haki za Mwafrika, haki za Mtanganyika, na hasa haki ya wakulima na wafanyakazi, haki kudai maslahi yao, mambo ya pembejeo za kilimo, huduma bora, wafanyakazi na wenyewe huduma zao kazini kule, likizo, maslahi na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo mkulima na mfanyakazi kudai haki zao kutoka kwenye serikali ya mkoloni, ndipo chama hiki cha kilianzishwa kwa lengo hilo mwaka 1929. Zamani sana kipindi hicho. Wakati huo hata baba wa taifa mwenyewe alikuwa ndio mtoto mdogo kabisa, maana baba wa taifa alizaliwa mwaka 1922. Chama hiki cha katika kudai harakati za mtu mweusi kupata haki zake kilipigwa vita sana na mkoloni, sababu kilikuwa kinawafungua macho mtu mweusi aweze kujua haki zake ni zipi, kupambania huku na kule na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mzungu hakupenda sana chama hiki, alikipiga vita, na ilipofika mwaka 1954 kweli chama hiki kikawa kimesambaratika, lakini haikuishia hapa kusambaratika tu, bali waanzilishi wa chama hiki wakabadilisha mfumo sasa kutoka kwenye chama cha na kwenda kwenye chama cha TANU. Chama cha TANU kikaanzishwa. Chama cha TANU kikaanzishwa mnamo mwaka 1954, na chama hiki mwanzilishi wake ni baba taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lengo la chama hiki cha TANU sasa, kutoka kwenye kile chama cha ambacho kilikuwa kinadai maslahi ya mkulima na mfanyakazi, chama hiki cha kikaenda mbele zaidi kudai kujitawala, kudai uhuru wa Mtanganyika awe huru, aweze kujitawala mwenyewe na bila kutawaliwa na mtu mweupe, kwa maana ya mkoloni. Kwa hiyo baba taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akaanzisha harakati hizi za ukombozi wa Tanganyika iweze kupata uhuru wake, iweze kuwa ni nchi huru. Ilikuwa ni mnamo mwaka 1954 ambapo chama hiki cha kilizaliwa, na chama kikaendelea na harakati zake, na kweli baba taifa pamoja na watu kadha ambao walishirikiana nao kipindi kile kufanya hizo harakati wakafanikiwa kupata uhuru wa Tanganyika mnamo mwaka 1961. 1961 tarehe 9 Disemba, hatimaye Tanganyika ikawa huru kupitia harakati zilizofanywa na chama cha ambapo baba taifa aliongoza harakati hizi pamoja na watu wengine mbalimbali ambao walishirikiana nao kwenye hizo harakati. Kwa hiyo mwaka 1961 hatimaye mzungu ama mkoloni akasarenda, akanyosha mikono juu na kuacha utawala kwa Waafrika wenyewe. Kwa maana hiyo uhuru ukapatikana mwaka 1961. Chama cha bado kinaendelea kuwa madarakani kama chama tawala wakati huo, kiongozwa na baba wa taifa na kiongoza serikali pia, lakini ilipofika mwaka 1977
baba wa taifa wakati huo akafanya mazungumzo na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi wakati huo, rais wa Zanzibar ambaye alikuwa ni Karume. Karume, kwamba Karume ilipata uhuru sawa, na Zanzibar ilipata uhuru wake sawa, na Tanganyika iko huru sawa, lakini kwa nini tusiunganishe hizi nchi zetu, tuwe nchi moja yenye nguvu? Kwa hiyo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akaongea na Rais Karume kuunganisha chama, nguvu, chama kiwe kimoja, nchi iwe moja. Na ndipo sasa katika mazungumzo haya kati ya Karume na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wakakubaliana kuunganisha nchi mbili, Tanganyika na Zanzibar, na ndipo ikazaliwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mnamo mwaka 1964. Yes, mnamo mwaka 1964 Tanganyika na Zanzibar zikaungana na kuzaa nchi moja inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1964. Sasa wakati huo huku Tanganyika chama kinachotawala ni chama cha TAA. Ni chama cha TANU. TANU ndio ilikuwa iko inatawala Tanganyika. Na kule Zanzibar chama tawala ni chama cha Afro Shirazi Party. Sasa Nyerere akasema, sasa nchi tumekuwa nchi moja, lakini mbona vyama ni tofauti? Kwa nini tusiunganishe vyama vyetu tuwe na chama kimoja? Ndipo wakaona kuunganisha vyama hivi, chama cha TANU Tanganyika na chama cha Afro Shirazi Party ASP kule Zanzibar viungane na kuwa chama kimoja. Wakasema tuna sawa tu, tutaungana kwa kuwa nchi ni moja hii, tutaita chama hiki chama gani? Wakaona basi chama hiki kimoja ambacho kitakuwa ndio chama cha siasa Tanganyika na Zanzibar, Tanzania kwa ujumla, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, chama hiki tukite Chama cha Mapinduzi, CCM. Kwa hiyo hapa TANU ikafa huku Tanganyika, na kule Zanzibar Afro Shirazi Party ikafa na CCM ikazaliwa tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 1977. Na leo tunaenda kuadhimisha kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi tarehe 5 Februari 1977. Hii ni birthday ya CCM kutimiza miaka takriban 49 ya kuzaliwa Chama cha Mapinduzi, na hii ndio historia ya kuzaliwa kwa CCM kutoka maktaba hapa Charles Beda TV. Kwa hiyo kwa pamoja tunasema happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear CCM. Happy birthday to you.